Naamini ni wahifadhi, ni ng'ombe wetu, wanaweza wakaendelea kuzoea kwamba kila siku wananipigia honi, leo naendelea kula mbazi zao. Piga honi ya kwanza anaendelea kula mbazi, piga tena anaendelea kula mbazi. Sasa tunapaswa tutumie zana nyingine ambayo ni hii. Tumetoka kwenye simple tool tunaenda kwenye complex one. Hapa sasa hivi ni vifaa ambavyo ni vilipuzi. Vilipuzi hivi vina madhara kwa binadamu, lakini kwa wanyama pia. Kwa hiyo tunapowafundisha watu namna ya kutumia, lazima watumie kwa uangalifu. Kuna hapa tuna nyaya ya kwanza na ya pili. Hii fupi, hii ndo nyaya ya kulipuka zaidi ama ya kulipua. Lakini hii ni nyaya ya kuwashia. Unapowasha kiberiti chako cha gesi, hapa inaanza kuungua hii. Lakini kabla haijafika kwenye nyaya ya pili, unapaswa kurusha kuelekea mnyama alipo. Kwa wanyama wanaweza wakawa wameshaingia kwenye shamba la mtu. Tunachofanya ni tunakaa huku nyuma shamba lilipo au kubwa wa shamba ulipo, ili tukimsumbua asikimbilie kwenda kuharibu zaidi. Maana kama tembo ukimkimbiza kwenye shamba la ekari 1-2 kwenda tena shambani ataharibu. Kwa hiyo tunachofanya tunatafuta sehemu nzuri ya kumkimbizia au kumfukuzia atoke nje ya shamba asiharibu zaidi. Sasa ili ilete uzito, hii ni nyepesi. Tunapotembea na gari ama tupo kwa mguu tunamkimbiza, ukirusha hivi kwa upepo mkali inaweza ikakurudia ikakuharibu au ikakupa madhara makubwa. Kwa kuepuka hilo sasa tunaongeza uzito kwa kutumia zana ambayo inaitwa Salama Condom. Tunafungua ule mpira. Tukishafungua mpira tunaweka pilipili pamoja na mchanga. Kwa nini pilipili? Pilipili kwa sababu kuu moja. Ukisharusha hiki kilipuzi kitaenda kulipuka. Kikilipuka ile hewa yote lazima ichafuke na pilipili. Harufu ya pilipili na hewa ya pilipili itaingia machoni kwa mnyama, mnyama atakuwa na hamu tena ya chakula. Lakini pia kama alikuwa anakula amepanua mdomo, ikishampalia ile hewa pia itamnyima hamu ya chakula, naye ataacha, ataondoka. Kwa hiyo hivi tunatumia kwa namna hiyo. Lakini pia kwa nini tunatumia mpira wa Salama ama Salama Condom? Ni kwa sababu kuu moja. Ukitumia karatasi na hizi ni mchanga tumechanganya na pilipili, ni rahisi zaidi kutoboka. Kabla hata hujarusha, ukifunga tu hii karatasi yako ukaweka mchanga, hii karatasi inatengeneza matobo. Kwa hiyo unataka kutuambia humu ndani kuna nini? Humu ndani kuna udongo au mchanga mkavu pamoja na pilipili, na unga wa pilipili. Na kwenye hii kilipuzi? Kwenye hii kilipuzi ni baruti kama baruti, unga wa baruti ndio upo humu. Okay. Kwa hiyo hiki ni cha kienyeji ambacho mnatengeneza? Hiki ni cha kisasa, lakini tunaongeza uzito kwa kuongeza vitu vya kienyeji, ikiwemo mchanga pamoja na unga wa pilipili. Vinarushwa pamoja au kila kimoja tofauti? Baada ya kuwasha hiki, manake hiki ndo huyu hapa. Humu ndani ipo. Huyu ni kabla hajatengenezwa. Okay. Tukishamnunua ni huyu hapa. Tunapoenda kuwapa elimu na kuwapa wananchi vifaa vya kutumia ni kikiwa hivi. Okay. Lakini unamwambia sasa ili kirushwe kitue mbali, unaweza ukanunua condom, ukachukua mchanga mkavu, ukachukua na pilipili. Jioni tunaenda kufanya kukimbizana na hao wanyama ama kufanya kuondoa huo mgogoro. Kabla ya kwenda tunatengeneza hii zana. Okay, tunazitoa moja moja humu. Tunachukua ile mchanga ambao tumeshachanganya, mchanga mkavu, tunaweka kwenye mpira, tunafungia. Manake hii sasa imekamilika. Ila hii fungua tuone. Sawa. Mpira umeshazungushwa zaidi ya mara 2. Tunafungua. Ndio kilipo ile kijana. Okay. 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 Yes, inakuwa. Sasa hiyo ndio idea tutaka kupata. Sawa sawa. Kwa hiyo tunakuwa tumekadumbukiza huku. Lakini udumbukizaji wetu lazima huu ubaki. Yes, huu mchanga na pilipili. Yes, mchanga tunaweka na pilipili ni huu. Lakini baada ya kuweka hapo tunaweka hii baruti yetu. Mwanzo ilikuwa ni baruti tu, lakini hapa lazima tuweke nayo, lakini tubakize hiki kikiwa juu. Cha kuashia. Hapo sawa. Ndio, lakini kuna wanyama wengine ambao pia wameshazoea kwamba kila siku inalipuka tu baruti moja, anabaki pale pale. Kwa mwanakijiji akitumia hii moja, akitumia tena inaona haifanyi kazi. Kwa hiyo tunatumia Roman Candle kama njia nyingine. Ambazo hizi zote nimesema ni complex, kwamba hizi zina madhara. Hii Roman Candle zimetofautiana. Kuna zenye shots 10 ama baruti 10 ndani yake. Lakini kuna zenye baruti 8. Hii ina 8. Kwa anapotumia mwananchi ama askari anatoboa hapa. Akishatoboa anatoa uzi ambao ndo kuashia. Huu hapa. Baada ya kutoa uzi huu sasa, kile kiberiti chako cha gesi. Kwa nini tunapendelea cha gesi? Kwa sababu hivi vingine utamaliza njiti na utafanya kazi kwa haraka. Ila gesi unawasha, ikizima unawasha tena.
Kwa hiyo gesi ni rahisi zaidi kutumia kiberiti chake. Ukishawasha usiwaelekezee wenzako. Kama ni kwenye kundi tunafanya kazi kwa pamoja ya patrol ama ya doria, ni askari, hawa wengine watabaki nyuma yangu. Mimi ndo ninayewasha. Ama mwingine atakuwa ndani ya gari, mimi nitakuwa juu kule kuelekezea mnyama alipo. Kwa hiyo nikiwasha hii lazima niwe na mahesabu kichwani kwamba hizi nilizochukua ni zenye 10 ama 8. Kama ni zenye 8 nitahesabu 8 mpaka ziishe. Hii mara nyingi hatuitumii, tunaitumia ikiwa kama njia ya mwisho zaidi tukikosa njia mbadala. Kwa sababu ni gharama, lakini ukiwasha haina kubakiza change. Zinaisha zote zilizopo humu. Kwa hiyo nikiwasha hii zitaruka, ya kwanza nitahesabu, ya pili nitahesabu, lakini nitamuonesha mnyama wangu nampeleka wapi. Kama ni kulia, hizi shoti zangu zitatua kushoto kwake. Ikitua kushoto lazima atajua huku kuna hatari, ataenda kulia. Lakini kama anataka aende mbele, hii itatua nyuma yake ili akimbie kwenda hifadhini ambayo ni mbele. Kwa hiyo kama nitatumia yenye 8 lazima nihesabu kichwani 1 2 mpaka zinaisha 8 naweka chini. Kama bado tunakimbizana naye nawasha nyingine. Lakini kama natumia yenye 10 pia lazima iwe na mahesabu kwamba hizi ziko 10. Nikirusha yenye 10 nikazani ni 8 nikaacha zile 2 nikaiondosha, itatuzuru sisi na askari kwa ujumla pamoja na gari letu ama kifaa chetu cha doria. Ndio. Hapo tunawezekana lazima kimbie. Sasa kuna kitu mimi nimejifunza. Umeniambia unaanza na hii. Ndio. Ukifanya hivi kwa wiki anazoea. Unaenda kuchukua hii. Anazoea. Unachukua hivyo vilipuzi vidogo. Anazoea. Unaenda kwenye ile anazoea. Alafu baada ya hapo, kwa sababu nimeambiwa tembo ni mnyama namba 3 kwa IQ. Yaani anaanza binadamu, anakuja sokwe, anaifuata ni tembo kwa akili. Ndio maana hata ile fence ile ya umeme ile, anaenda siku ya kwanza anagusa, akiona vipi anatupa mtoto, anaondoka naye. Basi akishajua haina madhara wanakuja wanapita nayo tu. Yaani ni mnyama ambaye ana akili sana. Sasa baada ya hapa ndio tumetuna hivi vifaa. Baada ya hapa akishazoea na hii tunafanyaje? Kabla mheshimiwa DC, tunatufanya kama njia ya mwisho. Lakini ikiwa ni kuna mazingira yanaruhusu, kwa mfano kama tembo anahatarisha maisha ya mtu, pia sisi tuna silaha. Kwa askari wana calculate riski, wanafanya maamuzi ya kutumia silaha za moto. Lakini hatumuui. Hatumuui. In case, lakini kama anahatarisha tunaweza tukamua kama anahatarisha usalama. Lakini sasa hiyo ni njia ya mwisho kabisa, lakini kwa hizi njia unazoziona mheshimiwa mkuu wa wilaya zinatumika mara nyingine ni combination. Kwa mfano kama tembo bado resistance, kwa sababu tunachoangalia pia ni resistance ya mnyama. Je, ametii hiki ninachomwambia kwamba bwana wewe usije. Kwa sababu hata wewe unatembea mtu akumulika tochi usoni, si lazima utarudi. Sasa wewe umemulika tochi unakuja. Dawa yako na kupigia na honi. Kama vile gari. Honi kali. Kama usikii basi tunakupiga na baruti. Kwa muda huo huo ni mnyama unaangalia jinsi response yake, na kwa sababu pia wakati unafukuza kuna swala la umbali salama, nasema social distance. Je, wewe umbali wako na mnyama ukoje? Kwa sababu wewe uwezekani unipige tochi hapa hapa afutaka nikimbie, lazima sasa nifikirie mtu anataka kunifanyaje. Kwa mnyama naye unampa nafasi. Unapompiga tochi unampa nafasi. Je, ata respond vipi? Kwa response inategemea pia na training ambayo mtu amepata. Kwa mara nyingi mheshimiwa DC, hizi mbinu zote zikitumika na mnyama siki labda ana kichaa. Kwa akienda kwenye lethal method ile ya kumuua au kumwacha aishi, sasa yule ni mnyama ambaye unaona kabisa hapa huyu mnyama anapoenda labda anataka kuvamia kundi la wale watu wanafanya usalama wao. Labda utamshuti kabla hajafika kuhatarisha maisha. Lakini hizi njia zikitumika sometimes ni combination. Mara nyingi muitikio wa wanyama wetu ni chanya. Na mara nyingi hii pako kuta hii njia inatumika. Labda huyu tembo ameshapigwa mkuki, ana jeraha, au huyu tembo upande wa pili unakomzuia yende kuna mtoto. Au tembo umemkuta yuko kwenye meeting, hasa unamwachanisha yeye na mke wake. Hapo lazima tumtagombana. Kwa sababu askari kabla hawajafika lazima wanasoma mazingira ya uwanda ya koji. Na njia gani utumie. Kwa mheshimiwa DC kwa njia hizi, na nafikiri wenzangu pia ni mashahidi. Kinachotokea kule kijijini alikuwa anaeleza asubuhi mwenyekiti wa vilima vitatu. Kinachotokea kule kwenye mazingira kawaida kweli wanyama wanaitika. Kwa tunahisi haya yanaweza yakatufikisha mahali fulani. Japo tabia za adaptation zipo, lakini swala ambalo tunabadilika nalo na sisi kidogo kidogo. Kuna watu wengine wanatumia mpaka gesi sometimes. Kwa zote ni njia ambazo nahisi tunahitaji kuendelea kuziadapt kidogo kidogo. Kwa sasa kwa haya tulionayo kweli yana msaada mkubwa. Asante sana.
Asante. Mheshimiwa DC, mimi nina swali kidogo. Nataka niulize kwamba umesema kwamba unapowasha hicho kilipuzi usipokuwa makini inaweza kukulipukia wewe mwenyewe. Lakini pia nilikuwa nataka kujua ile distance ambayo utaweza kukirusha, au unapotaka kufanya hichi kitu una time mnyama awe distance ya yani umbali gani kutoka wewe ulipo, na ile athari ya upepo inakuwaje? Asante kwa swali zuri. Kwa vilipuzi hivi sasa, wakati tunavitumia awali hatukuwa na ubunifu ambao ndio huu tumekuja nao. Kwa hiyo kwa ule umbali mtu anaweza akawa hapa umbali wa mita 10 akarusha, ikawa wakati wa upepo ile mita 10 niliyokusudia haifikiwi. Kwa hiyo mara nyingi tunarusha mita 5 hadi 10. Haiwezi katuletea madhara hata kama ina pilipili. Lakini kwa kuongeza hii uzito wake sasa inaweza ikaruka mita 10 mpaka 20 kwa warushaji wazuri.